إنما الأعمال بالنيات وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ndugu Waislamu, موضوع ya mauidha au darsa ambayo tumekusudia kuizungumza, nimefahamu kwamba muhadhara huu ni vizuri lau nitaugawanya katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza itakuwa ni sehemu ya mimi kueleza, kutoa mauidha au kuwapa mada ya darsa ambayo nimekusudia kuizungumza, na sehemu ya pili insha Allah taala itakuwa ni sehemu ya maswali. Na Waislamu wengi ambao wana hamu ya kutaka kujua mambo mengi yanayohusiana na muamalat, mambo ya kufanya biashara na mambo ya kuuza na kununua kulingana na mafundisho ya Kiislamu. Kwa hiyo tumombe Allah subhanahu wa ta'ala kwamba tutamaliza mada hii insha Allah kwa wakati mzuri, ili tuweze kupata wasaa na fursa ya kuweza kupokea maswali na kuelimika kutokamana na maswali hayo insha Allah ta'ala. Mada ya mada hii inazunguka juu ya kadhia muhimu sana katika maisha ya kila Muislamu, nayo ni mada au ni kadhia ya moyo. Tunafahamu kwamba mwanadamu ameumbwa na moyo. Huu moyo kutokamana na maelezo ya Qur'an na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio almuharriku alasasi, ndio engine inayompeleka mwanadamu huyu aliyeumbwa. Kila mwanadamu sisi tulioko hapa, nikiwemo mimi ninaizungumza, sote tunapelekwa na hii engine ambayo inaitwa moyo. Kayumba Allah subhanahu wa ta'ala katika kiwiliwili cha kila mwanadamu. Kulingana na vile tujuavyo kutokamana na elimu za sayansi au elimu anayojua mwanadamu aliyofundishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, elimu za biology na anatomy na nyinginezo na physiology, zinatuambia kwamba kazi ya moyo kubwa zaidi ni kupump blood, kuzungusha damu katika mwili. Hiki ndicho kiasi ambacho mwanadamu kabla hajasoma Qur'ani na Sunna anajua kuhusu moyo. Lakini Uislamu kupitia kwa Qur'an na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanatueleza wadhifa mkubwa zaidi wa moyo kushinda wadhifa huo. Nao ni wadhifa unaofungamana na makusudio ya kuwekwa kwa mwanadamu. Wadhifa unaofungamana au unaoshikamana na lengo la mwanadamu kuumbwa, ndio wadhifa unaotekelezwa na moyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith popokea Bukhari na wengineo kutokana na sahaba anaitwa Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, katika hadithi ndefu mwanzo wake inaanza innal halala bayyinun wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. Hii sentensi inayofuata ndio inayotuhusu katika mada ya leo. Ala wa inna fil jasadi mudgha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, na wapeni tanabahi, muwe katika elimu mkijua ya kwamba katika mwili au kiwiliwili cha mwanadamu mna pande la damu. Mudgha ni kipande cha nyama au damu. Ukizama ndani zaidi katika elimu ya lugha ya Kiarabu itakwambia mudgha ni kipande cha nyama ambacho ni kama nyama unayotafuna katika kwa meno kisha uitoe uitizame vile ilivyo. Ukichukua kipande cha nyama ukitafuna, ukitoa vile kile kipande cha nyama kitakapokuwa kimetafunwa katika lugha ya Kiarabu kinaitwa mudgha, lianaha mudghat, kwa sababu kimetafunwa. Sasa Allah azza wa jalla, Mtume sallallahu alaihi wasallam anafananisha kipande cha nyama kilichotafunwa
kwa moyo alioumba Allah subhanahu wa ta'ala katika mwili wa mwanadamu. Atuambia ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat au saluhat salaha al jasadu kullu. Kipande hiki cha damu au cha nyama kitakapokuwa kimetengenea, kitakapokuwa kiko sawa, kimeimarika, kimesimama wima na imara, salaha al jasadu kulluhu, mwili wote utakuwa umetengenea. Wa idha fasadat, lakini kipande hiki cha nyama kikiharibika, fasada aljasadu kulluhu, mwili wote unaharibika. Ala wa hiya alqalb, kaeni mkijua na muelimike na mnatanabaike eni waislamu, mkijua kwamba kipande hiko cha nyama ni moyo. Tukamana na maneno haya mazito ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, message ambayo ataka tuifahamu sisi waislamu na tuihifadhi ni kuelewa ya kwamba katika mwili wako wote mzima, katika viungo vyako vyote ambavyo vinafanya kazi alivyoviumba Allah azza wa jalla, kiungo kinachoitwa moyo ndio kiungo asasi, ndio kiungo cha msingi ambacho kinakupa mwelekeo mwanadamu unaelekea wapi. Kwa hiyo kiungo hiki kikiwa kipo sawa, basi na viungo vingine vyote vitakuwa viko sawa. Mikono itakuwa iko sawa, akili itakuwa iko sawa, macho yatakwenda sawa, masikio yatakuwa yapo sawa, na miguu na kadhalika na kadhalika. Lakini moyo ukiharibika, na viungo vingine vyote navyo pia vitaharibika. Kwa sababu ya umuhimu wa maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika muhadhara wa leo, lao tutazungumza kadhia ya moyo, wakati hautatosha, kwa sababu si mazungumzo ya kikao kimoja au vikao viwili au vitatu, ni mihadhara mingi inahitajika ili kuelewa wadhifa wa moyo katika kwa Muislamu na katika Uislamu na umuhimu wake na sheria na mambo na mafunzo yanayofungamana na moyo huo. Lakini kwa sababu ya kwamba tutoke na faida inayomhusu kila Muislamu ambayo atafaidika nayo inshallah taala katika maisha yake, tunasoma katika darasa ya leo asbabu salahi alqalb, sababu za moyo kutengenea. Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam tayari ametudokezea kwamba moyo huu ima unakuwa sawa au unaharibika. Kwa hivyo hapana shaka kwamba kule moyo kuwa sawa kuna sababu ambazo zinapelekea moyo ule kuwa sawa, na kule moyo kuharibika kadhalika kuna sababu ambazo zinapelekea moyo ule kuharibika. Kwa hivyo ni juu ya kila Muislamu kufanya bidii kutafuta na kusoma na kuuliza na kuelimika na kufaidika, kujua sababu zipi ambazo zitafanya moyo wangu kuwa upo sawa. Haya ni maudhui muhimu sana katika maisha yetu. Huu moyo tusichukulie kwamba ni kiungo cha kawaida. Moyo umeitwa moyo katika lugha ya Kiarabu ni qalb. Waarabu wanatuambia umeitwa qalb kwa sababu kathiru at-taqallub, kwa sababu moyo huu unageuka saa zote, kila saa unageuka. Kama ambavyo wewe umeitwa insan kutokamana na nisyan, kwa sababu wewe unasahau kila saa, ndio maana umeitwa insan. Jin ameitwa jini kwa sababu haonekani, akaitwa jini. Kila kitu ambacho hakionekani kimejificha, giza linaitwa jin. Falamma janna alayhi al-lailu raa kawkaban. Kwa hivyo kila kitu ina sababu yake kwa nini kimepewa jina. Moyo nao umeitwa qalb, limadha? Liannahu kathiru taqallub, kwa sababu moyo huu unageuka saa zote. Leo unakuwa moyo katika hali hii, sasa hivi baada ya dakika 5 moyo ule ushabadilika, baada ya nusu saa umebadilika tena. Kesho ujue moyo ule utaamka ukiwa katika hali gani, na kesho kuta utakuwa katika hali gani. Na ya kutisha zaidi ni kuwa huwezi kujua wala huwezi labda kuwa na hakika utakufa moyo ule ukiwa katika hali gani. Maana hakuna anayechukua dhamana juu ya moyo wake. Hakuna mwanadamu yote anayebeba dhamana juu ya moyo, kama moyo wangu huu mimi na udhamini kwamba upo sawa, na upa guarantee kwamba upo sawa, hauwezi kubeta, hauwezi kupinda au kugeuka kwa namna yote. Hakuna. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha katika dua ambayo alikuwa akiomba kwa wingi mno. Alikuwa akisema Allahumma ya muthabbit alqulubi thabbit qalbi ala dinik, ewe Mola wangu
ewe mwenye kuthibitisha mioyo, udhibiti moyo wangu juu na katika dini yako. Huyu anayeomba dua hii ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa Mtume mwenyewe alayhi salatu wasalam anatufundisha kwamba moyo wake kadhalika pia nao unahitaji kudhibitiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika dini na katika imani. Seuze mwingine aliyoko chini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika daraja na katika manzila. Kwa hiyo ikhwani, tunazungumzia kadhia nzito, kadhia ambayo inaweza kumgeuza Muislamu fi ghamdati ain, inaweza kumgeuza Muislamu pasina yeye kujua na kuelewa. Moyo ule unaweza kwenda katika barabara nyingine, unaweza ukashika njia nyingine, na wewe usitambue kwamba moyo ule umedhoofika. Maana huu moyo unapitia hali mbalimbali na unapitia vituo na vizuizi na challenges na changamoto nyingi sana katika maisha yetu. Moyo wetu saa zingine, moyo wa Muislamu au wa mwanadamu kwa jumla, moyo unakuwa mgonjwa. Lakini nani katika Muislamu ambaye atakuwa anafahamu kwamba moyo wake huu uko katika hali ya ugonjwa? Moyo una maradhi. Kuna maradhi ya moyo. Maradhi ya moyo kwa madaktari ni yale maradhi ambayo inafanya ule moyo unahitajia tiba, pengine operation au sindano au dawa au kadhalika. Lakini hadha maradhun hissi, haya ni maradhi yanayoonekana ambayo matabibu wataweza kuona na wanatambua kwa vifaa vao na elimu yao Allah aliyowafunza. Sasa je, yale maradhi mengine Muislamu gani ambaye anakaa kushughulika kupima moyo wake katika mizani ya dini, kuangalia je, moyo wangu upo katika maradhi, ni mgonjwa au si mgonjwa? Kama ambavyo tunashughulika na mioyo yetu inapokuwa katika hali mbaya, tunakimbia kwa daktari. Lakini moyo wetu pia unaingia katika maradhi, na ni dawa gani ambayo Muislamu anaitafuta? Tiba ipi ambayo Muislamu anaitafuta ili kutibu moyo ule? Na tiba zipo kama ambavyo tiba za moyo zipo kwa madaktari na mahospitali. Tiba za moyo, maradhi ambayo ni maanawia, maradhi ambayo hayaonekani. Kuna maradhi mengi yanasibu moyo. Juu kabisa na kubwa kabisa ni maradhi ya nifaq, pamoja na maradhi ya kufur, kafiri. Kisha kuna kuja maradhi mengine ya maasi kama vile maradhi ya shahawat, maradhi ya shahwa ambazo Allah ameharamisha. Kadhalika kuna maradhi ya hasad. Maradhi ya hasad yanakaa wapi? Maradhi ya hasad yapo ndani ya moyo. Moyo umegonjeka, umebeba maradhi ya hasad, lakini Muislamu pengine hatambui kwamba moyo wake ni mgonjwa. Moyo unabeba maradhi ya hikdi, chuki juu ya Muislamu mwenzio bila sababu yoyote. Je, umetambua kwamba moyo wako ni mgonjwa fi halati almarad, fatahtaju ila ilajin wa tib wa dawain? Nani katika Waislamu wanaotambua mambo kama haya? Kwa ndio maana ikhwani, mazungumzo juu ya kadhia hii inatakiwa kuwa ni mazungumzo mazito ambayo Muislamu anayachukulia kwa makini, ili kuweza kuelewa kule alikotuelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallama aliposema, ala inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha aljasadu kulluhu wa idha fasadat fasada aljasadu kulluhu ala wa hiya alqalb. Tunapozungumza asbabu salahi alqalb, sababu za moyo kusuluhika, sababu ya moyo kuwa sawa, sababu hili ndilo ambalo Muislamu anatakiwa sana kushughulika nalo. Sababu moyo saa zote unaweza kuwa umepinda wewe bila kutambua. Kwa hivyo lazima tufanye bidii, tutafute zile sababu ambazo zitafanya mioyo yetu iwe katika salah vile alivyotaka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukisoma Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam unapata asbab kathira, lakini wakati hauruhusu kuyazungumza yote. Tutosheke na sababu 4 peke yake ambazo tutazungumza katika darasa ya leo insha Allah taala, na kila sababu moja tutaieleza kwa undani, na pamoja na kutaja sababu tutataja kadhalika matunda na faida ya kila sababu tutakayoitaja. Asababu alawwal almudawamatu ala al'amali as-salih. Almudawamatu ala al'amali as-salih ni kudumu katika amali nzuri. Asababu thani almusara'atu fil alkhairat, ni kufanya pupa na haraka katika kufanya mambo ya khairi. Asababu thalith talabu alilmi ash-shar'i,
ni kutafuta kusoma elimu ya sharia, elimu ya dini, elimu ya Uislamu, elimu ya Qur'an, elimu ya sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sababu rabi' al-mau'idha al-hasana, ni kusikiliza kwa wingi na kufaidika kwa wingi na mawaidha yaliyo mazuri mema. Hizi ndio sababu 4 ambazo inshallah katika dakika zinazokuja tutakuwa tukizunguka hapo na tukizungumzia inshallah taala kwa kirefu ili tuweze kufaidika pamoja inshallah. Sababu ya kwanza ikhwani, almudawama ala al-amal salih. Muislamu kudumu katika amali salih. Hii ni sababu kubwa sana kwa Muislamu inayompelekea moyo wake kubaki katika salah, kubaki katika wema, kubaki katika njia ya sawa imara. Muislamu anayedumu na a'mal salihah, ni vigumu sana moyo huu kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala utakuwa umebaki katika siratul mustaqim, umebaki katika wema, katika ile salah aliyoitaka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Idha salahat, moyo utabaki pale kwa sababu unadumu katika al-a'mal as-salihah. Ukitoka katika amali hii unaingia katika amali hii, kutoka katika amali hii unaingia katika amali hii, na kila amali ambayo unaifanya amali ile utakuwa unadumu nayo. A'mal salihah imebeba daraja mbili. Ad-daraja al-ula al-fara'id, ad-daraja ath-thaniya an-nawafil. Daraja ya juu ya a'mal salihah, matendo mema au amali nzuri, ni fara'id, yale mambo ya faradhi aliyoyafaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Daraja ya pili ni nawafil. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa kudumu katika daraja zote hizi mbili. Ukishika daraja ya faraidh unadumu na faraidh. Sala ni faridha, sala ni fardh, unadumu katika sala lazima, kila sala unaisali kwa wakati wake, kwa masharti yake vile inavyotakiwa. Hii ni sababu kubwa sana itapelekea moyo wako kuwa katika salah na kubaki hapo. Kadhalika nawafil, nawafil ni mambo ya sunna, ni mambo ya kuongezea, mlango wake ni mkubwa na ni mpana sana. Ukianza kutaja nawafil huwezi kumaliza saa hizi, nyingi sana. Kuanzia nawafil as-salawat, uje katika nawafil as-siyam, uje katika nafila ya qira'atul Qur'an wa tilawatul Qur'an, uje katika nafila ya sadaqat, kutoa sadaqa, uje katika nafila ya kafalatil yatim, uje katika nafila ya riayat al-aitam wa al-fuqara wal masakin, na kuwasaidia. Milango ipo mingi sana, na kusaidia katika khairat, na kushiriki katika mambo ya khairi, na kuingia katika taat. Moyo utabaki katika salah kwa sababu ya almudawama ala al-amal salih. Matunda ya Muislamu kudumu katika amali salih ni mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, nailu mahabbati Allah azza wa jalla. Faida ya kwanza, matunda ya kwanza tutakayoyapata makubwa ya Muislamu kudumu katika amali salihah ni kupata mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kwamba utakuwa karibu zaidi na Allah azza wa jalla, na Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika atakuweka karibu zaidi na wewe naye. Imekuja katika al-hadith al-Qudusi, Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia maneno aliyopokea kutoka kwa Mola wake: wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Namja hatofanya kitu ambacho kitamfanya awe anapendwa zaidi nami, yani Allah subhanahu wa ta'ala, kushinda jambo la faradhi. Yani Muislamu anayetekeleza amali ya faraidh, amali ya fardhi ya lazima, hiyo ni sababu kubwa ya Allah azza wa jalla kumpenda mja huyo. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, na hataacha mja kuja karibu nami na kuwa karibu na mimi zaidi, yani karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, bin nawafil, kwa kufanya mambo ya sunna, hata uhibba, mpaka hadi nimpende. Na Allah subhanahu wa ta'ala akishampenda mja huyo, yeye ndiye anayemsimamia. Allah azza wa jalla ndiye anayesimamia mambo ya yule Muislamu yote, mja huyo amesimamiwa. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayechukua dhamana, anayechukua majukumu ya mambo ya Muislamu huyo, yote yapo chini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno unayoyatamka utayatamka kwa mwongozo na taufiki ya Allah subhanahu. Macho unapotizama utakuwa unatizama kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atakulinda na kuangalia hata mambo machafu yasiyofaa,
kwa sababu Allah azza wa jalla tayari amekishakupenda. Masikio Allah subhanahu wa ta'ala atayahifadhi, hutosikia isipokuwa yale mambo mazuri yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Miguu yako hayatatembea isipokuwa kwenda pahali ambapo panamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na mkono wako huu hautashika au kugusa au kuweka isipokuwa pahala ambapo Allah azza wa jalla ameridhia. Hii ni faida kubwa sana, jambo ambalo kila Muislamu anatamani afike hapo. Sio nzito, sababu barabara Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha ndio hii, an yudawima almuslimu ala al-a'mal salihah, Muislamu kudumu katika amali salih. Swala zako zidhibiti, wewe unaziswali kwa wakati vile inavyotakiwa kila kipindi cha swala. Usipitwe na swala kwa sababu ambayo haipo katika sheria. Sababu ambazo zinamruhusu Muislamu kukosa swala katika sheria ni sababu mbili pekee yake, hakuna ya tatu. Sababu ya kwanza ni kulala, sababu ya pili ni kusahau. Hakuna sababu nyingine. Hakuna sababu ya Muislamu amepitwa na swala kwa sababu ni mgonjwa. Hakuna sababu ya Muislamu amepitwa na swala hadi kipindi cha swala kimetoka kwa sababu yupo safarini. Hizi sababu zingine zote hazipo katika sheria. Kwa hiyo ukipita na swala wakati upo katika safari, jua umefanya makosa. Utubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maana Mtume alayhi salatu wasalam amekwisha tufundisha lao swala itatupata katika safari tutaswali vipi. Na zipo aina nyingi sana za kutekeleza swala na hali nyingi sana za kutekeleza swala kiasi ambacho Muislamu hawezi kutoa udhuru. Huwezi kusema mimi nilikuwa katika ndege na ndege ile kulikuwa hakuna sehemu ya kuswalia katika msalla. Ndege ikitua wakati wa sala ulikuwa ushatoka. Haya maneno katika sheria hayakubaliki, kwa sababu kunafundishwa namna ya Muislamu kuswali katika hali hiyo. Bora tu kipindi cha swala kisitoke. Mgonjwa naye kadhalika ameambiwa idha salli qa'iman, tunamwambia sahaba wake Ka'b bin Ujra, kama huwezi kuswali kwa kusimama fasalli qa'idan, swali ukiwa umekaa. Fa in lam tastati', huwezi kuswali kwa kukaa, fa ala jambin, swali kwa ubavu. Na wanazuoni wakaendelea mbele ya hapo, huwezi kuswali kwa ubavu, swali hivi, swali. Almuradi ni kwamba hamna udhuru wa kukosa swala kwa sababu ya ugonjwa. Yote hii ni kuonesha umuhimu wa Muislamu kudumu katika a'mali salih. Faida ya kwanza, nailu mahabbati llahi azza wa jalla. Matunda ya pili na faida ya pili kubwa Muislamu huipata pindi anapodumu juu ya a'mali salihah, ziwe ni za faradhi na ziwe ni za nawafil, ni jabru nawaqis alfaraid. Ni faida nyingine kubwa sana ya kwamba Muislamu anaidumu katika nawafil anapata matunda na faida ya kujaliza makosa au kasoro alizozifanya katika faraidh. Tunafanya faradhi, tunaswali faradhi za sala subhi, dhuhri, asri, maghrib na isha. Kuna waislamu sampuli na aina mbalimbali. Kuna wale wengine wanashughulika na sala za sunna, akimaliza fardhi anatulia kidogo baada ya adhkar. Adhkar pia nayo kadhalika ni nawafil, natakiwa Muislamu adumu nazo adhkar kwa wingi. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Akimaliza adhkari Muislamu anashika nawafil, nafila ya sala. Na nafila za swala zimegawanyika aina mbili. Kuna arrawatib, sunan arrawatib na sunan an-nawafil ghairi rawatib. Rawatib ni zile sunna ambazo zimeshikanishwa na sala za faradhi. Kabla ya alfajiri kuna raka mbili, kabla ya dhuhuri kuna raka kadhaa, baada ya dhuhuri na baada ya maghrib, baada ya isha. Hizi zinaitwa rawatib. Alafu kuna sunan ghairi rawatib ambazo unaziswali hizo za kuongezea kama vile tahiyatul masjid na nyinginezo. Hizi nawafil usione ni mambo ya mchezo. Usione ni mambo tu unafanya hivi kama kawaida umezoea, sio mazoea. Utakuja kuona faida yake kubwa mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu siku ya kiyama amali ya kwanza mwanadamu atahesabiwa nayo ni as-sala. Awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-sala. Sala ikiwa imetengenea, fa in salahat salaha sa'iru amali. Amali za Muislamu zote zitakuwa zipo sawa. Sala ikiharibika na amali zingine zote zimeharibika. Maana swala ndio msingi.
Sasa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumhesabia mja wake hisabu ya sala, wakati sala inahesabiwa, malaika wakishatoa hisabu ya faraidh, wataambiwa undhuru hal li'abdi min nawafil. Allah subhanahu wa ta'ala anatoa instruction, order kwa malaika wanaotoa hisabu, walioandika hisabu ya mja wakati anaswali zile sala za faridha zote. Hii ya magharibi imesajiliwa, ya isha insha Allah ta'ala tutakayoiswali itasajiliwa, na zile zilizopita zimesajiliwa. Sasa baada ya malaika kutoa hisabu ya faraidh, Allah azza wa jalla atawaambia undhuru, hebu angalieni, hal li abdi min nawafil, kama mja wangu ana sala za sunna zozote ameziswali. Fayukammal, Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, fayukammalu biha man taqas, zile sala za nawafili za sunna zote zitajumlishwa, alafu sala zako za faridha ulizoziswali zilizokuwa na kasoro zitajalizwa, zitakuwa kamili. Allahu akbar. Hii ni neema kubwa sana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni kutokamana ikhwani, kutokamana na kwamba sala zetu za faradhi tunazoziswali huwa mara nyingi sana tujue ya kwamba zina kasoro nyingi. Wewe jiulize, ni swala ipi unaweza kuikumbuka ambayo umeswali kwa khushu' kuanzia takbiratul ihram mpaka kutoa salamu, bila ya akili yako kutoka ndani ya swala? Ilikuwa ni swala ipi? Tujiulize, kila mmoja atapata jawabu yake. Jiulize, ni swala ipi ambayo umeswali ulipofunga takbiratul ihram, Allahu akbar, akili yako na moyo wako upo ndani ya swala, haijatoka. Una rukuu raka ya kwanza, ukarudi raka ya pili, kama ni raka mbili na raka tatu mpaka 4, na akili na moyo haujatoka. Ilikuwa ni swala ipi? Pagumu sana. Ukiangalia leo matatizo yaliyomkabili Muislamu, hali anaoishi Muislamu leo na mazingira tulionayo, swala zetu huwa zina mashakili mengi sana. Khushu' inakuwa ina taabu. Ni kweli ama si kweli ya ikhwan? Ndio maana Allah azza wa jalla atuambia qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashu'un. Tena shetani hapo ndio alipona pupa zaidi kumharibia sala ya Muislamu, kumtoa katika khushu'. Na hakuna wakati shetani atakuletea hisabu nzuri sana, atakuletea fikra nzuri sana kushinda wakati unapoingia katika swala. Atakuletea ideas ambazo ukiwa nje ya swala huwezi kuzipata. Ni kazi ya shetani ili kutoa katika khushu'. Baada ya takbiratul ihram pale unaanza kuona akili inaanza kufanya kazi. Kama ni mtu wa hoteli, akili inarudi hotelini, anakupa ideas za kuimprove ile hoteli. Kama kuna watu hoteli sio wakafikiri nimewakusudia wao, nataja tu kwa jumla. Watu wa transport kadhalika na wengineo. Hii ni kazi kubwa ya shetani, ili amradi ni kwamba akutoe katika khushu'. Sasa swala zetu zinakuwa zina kasoro kubwa. Unapotoa salamu umeswali, lakini una imani ya kwamba swala hii imeandikwa kiasi gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Umepata swala kamili, au umepata thawabu ya nusu ya swala, au robo ya swala, au thuluth ya swala, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna wengine wanalipwa hata chini ya thuluth katika swala. Kuna wengine wanalipwa labda karibu na zero, wal iyadhu billah, kwa sababu swala yote nzima yeye yupo katika shughuli zingine kabisa. Hata hajui imamu anasoma nini, wala yupo raka ngapi, wala ana habari. Yani vile vitendo vya swala ni haraka tu anazifanya kama kawaida tu, kama mazoezi. Na ndio maana unakuta mara nyingi swala katika maisha ya Waislamu huwa haitekelezi wadhifa wake, haitoi matunda yake. Matunda ya swala ina matunda, na kila ibada ina matunda yake. Swala matunda yake katika maisha ya Muislamu ni ile aya aliyotuambia ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Hii ndio aya, ndio matunda ya swala. Kwa hiyo yule anayeswali vile inavyotakiwa, ile swala itakuwa ni kinga, itakuwa ni guard against kufanya mambo yasiyofaa. Kila unapokaribia kufanya jambo ambalo halifai, swala yako itakuja katikati, itakuzuia. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukitumia hichi kipimo, tukipima leo katika swala zetu, ndivyo ilivyo hali yetu, tutakuta jawabu inatofautiana kwa Waislamu
tofauti ambayo ni kubwa. Na hii inatupeleka katika kutambua kwamba kuna umuhimu turudi katika ibada zetu za swala, tuangalie tunazitekeleza inavyofaa na namna ambayo inamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Matunda mengine ikhwani ya almudawama ala al-amal salih, matunda mengine ni istimraru al-ajr, istimraru ajri al-amal salih idha i'tadahu al-muslim. Matunda mengine ni kwamba Muislam anapodumu katika amali salih ya faradhi na amali salih ya sunna, faida kubwa sana, matunda makubwa sana, bishara kubwa kwa Muislam. Siku ambayo itatokea udhuru, hutoweza kutekeleza yale ambayo umezoea kuyafanya katika mambo ya sunna au mambo ya faradhi, Allah subhanahu wa ta'ala anakuandikia ajiri yako vile vile kama ambayo umetekeleza. Hii inahitaji tupige mfano ndipo tuelewe vizuri. Muislamu amezoea kwa mfano kila siku ana swala za sunna ambazo anaziswali, ana ibada fulani ambayo anaitekeleza, mathalan kila Jumatatu anafunga na Alhamis pamoja na ayyamul bidh. Sasa umetokea mwezi ambao labda ameshikika kidogo, hali yake haimruhusu ya kiafya kuendelea na zile nawafil siyam, hawezi tena kufunga Jumatatu, Alhamis na ayyamul bidh na zile sunna zingine. Lakini kwa sababu ya kwamba hivyo ndivyo amedumu kuendelea katika ibada hiyo, siku yoyote ya Jumatatu, siku yoyote ya Alhamis ambayo Muislamu huyu atashindwa kuifunga, Allah subhanahu wa ta'ala anamwandikia thawabu ya kwamba amefunga. Na wewe hujafunga, lakini Allah azza wa jalla amekuandikia thawabu ya kwamba umefunga ile siku. Limadha? Liannaka dawamt ala hadha al-amal, kwa sababu wewe umedumu katika amali hii, umedumu katika hii amali, na ndio maana Allah azza wa jalla anakuandikia. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam nasema, inna bil madinati rijalan ma sirtum masiratan wala qata'tum wadiyan illa sharakukum fil ajri habasahum al-udhr. Hadithi nyingine inasema ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yaktubu li'abdihi min al-ajr ma kana yaf'aluhu sahihan muqiman. Mja yote ambaye atapatwa na udhuru, au kama qala alayhi salatu wasalam, mja yote ambaye atafikwa na udhuru ashindwe kutekeleza yale ambayo amezoea kuyatekeleza, Allah subhanahu wa ta'ala yakataba lahu min al-ajri, Allah tamwandikia thawabu ma kana ya'maluhu, vile vile alivyokuwa akifanya, sahihan, alivyokuwa mzima, muqiman, alipokuwa si msafiri. Tukiwa katika safari kama hivi sasa, sisi tuko katika safari, wakati tunajumlisha sala, kuna sala ambazo huwa zinaanguka, sala za sunna. Unakuta msafiri akichanganya dhuhuri na asri, pana baadia ya dhuhuri imeanguka, akichanganya maghrib na isha, kuna baadia ambayo ni ratib ya maghrib inaanguka. Kwa zile sala za sunna zinaanguka, isipokuwa sala fulani zinabaki pale pale. Rak'ataini qabla al-fajr inabaki vile vile hata ukiwa ni musafiri. Salatul layl, qiyamul layl inabaki vile vile hata ukiwa ni musafiri. Salatul witri inabaki pale pale hata ukiwa ni musafiri. Zile sunna zingine zinaanguka. Sasa ikiwa umezoea kuziswali zile sunna zingine, idha kunta musafiran, na wewe umezoea kuziswali wakati ni muqim, Allah azza wa jalla, na wewe ukiwa katika safari unaandikiwa ya kwamba umeziswali zile sunna, thawabu zako ziko pale zinaingia katika akaunti yako ya hasanat. Na hii ni bishara na fadhila na rahma kubwa sana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni faida ya Muislamu kudumu katika amali salih. Muislamu anayedumu katika tilawa ya Qur'an, una uzoefu wa kusoma Qur'ani kila siku, kila mmoja na kiwango chake. Kuna wanaosoma juzuu kwa siku, kuna wanaosoma nusu, kuna wanaosoma juzuu 3 na zaidi hapo na chini hapo. Kitokea udhuru, siku hiyo kumetokea mambo ambayo yamekupeleka mbio, hukuweza kupata wasaa wa kusoma Qur'an, siku 1, 2, 3 zikapita, na wewe miaka hii yote iliyopita nyuma ni kawaida yako antaqraa fi kitabillahi azza wa jalla,
hakuna siku utalala bila ya kusoma Qur'an. Ndio umeweka hivyo mazoea, hiyo ndio ada, hiyo ndio amalun salih daim. Siku yote ukikosa kusoma Qur'an, Allah azza wa jalla atakuandikia kiwango kile kile ulichokuwa ukisoma kila siku. Wadhālika fadlullah subhanahu wa ta'ala yamunnu bihi ala ibadihi. Hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo anawaandikia waja wake. Allahumma ij'alna minhum ya rabbal alamin. Matunda mengine ikhwani ya almudawama ala al-amal salih ni at-ta'assi bin nabii sallallahu alayhi wasallam. Unapodumu katika amali salih, tukumbuke na tuelewe ya kwamba tutakuwa tupo katika hali na barabara ya kumuiga mtume sallallahu alayhi wasallam, wa huwa al-qudwa, na yeye ndiye qudwa, yeye ndiye kiigizo chema kwetu ambacho Allah azza wa jalla amemweka kiigizo chema yeye kuigwa na kila muislamu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Mtume sallallahu alayhi wasallam Allah amemtumiliza rahmatan lil alamin, Allah amemtumiliza hidayah lil bashariyah, na kadhalika amemtumiliza kwa waislamu qudwa lil alamin. Ukitaka role model ya kila jambo, basi tumwangalie mtume sallallahu alaihi wasallam, sio katika mambo ya ibada peke yake, bali katika kila jambo, kila mambo yetu, hata katika taamul, katika muamala wako na wenzako, katika kuishi kwako na waislamu, katika kuishi kwako na wasiokuwa waislamu, katika kutangamana kwako kibiashara na watu wengine, katika kuishi kwako na kuamiliana kwako na mkeo na watoto na kadhalika, yote muangalie mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofanya na sisi tumuige. Hii ndio maana qudwa. Sio qudwa katika ibada tumwangalie alivyoswali na sisi tumuige hivyo, tumwangalie alivyofunga na tumuige hivyo peke yake, la, fi kulli an-nawahi al-haya wa fi jami'i al-majalat. Alivyoamiliana mtume na wakeze nyumbani, ndivyo tunavyotakiwa sisi waume tuwe majumbani kwetu. Mtume anaingia nyumbani akiwa na bashasha, anamuita mkewe ya Aish, anampa jina la kumfurahisha. Yeye anaitwa Aisha, lakini amelileta kwa ufupi ili apate kumfurahisha mkewe. Hapo hapo tu akishaingia nyumbani, salawatu rabbi wa salamu alayhi, naelezea maana ya qudwa. Akishaingia nyumbani, Mtume alayhi salatu wasalam anawauliza wakeze, kuna au yule mke aliyeko katika zamu yake, kuna kazi gani ambayo mnahitaji niwasaidie? Anaingia jikoni Mtume sallallahu alayhi wasallam anamsaidia mkewe. Kama kuna kitu cha kukata na yeye anakata, kuna kitu cha kutengeneza na yeye anatengeneza, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Na huyo ndiye anayepokea wahi min rabbil alamin, huyo ndiye anayeteremkiwa na Jibril kusomea wahi, na huyo ndiye qaidul umma, yeye ndiye kiongozi wa Uislamu, kiongozi wa vita, kiongozi wa kila kitu katika mambo ya jihad na mengineyo. Lakini haya yote hayakumshughulisha na kushiriki katika mambo ya nyumbani. Na hii ni risala kubwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha sisi kama waume tunapokuwa majumbani, wale waume ambao wana fikra zingine kuhusu wadhifa wao nyumbani. Baadhi ya wanaume wanaona kwamba yeye kazi zake ziko nje. Kwa hivyo akiingia nyumbani ni mambo ya mke peke yake. Yeye kazi zake zimeisha kule nje, na tayari hata akiingia nyumbani ile bashasha yenyewe pia ni shida. Hata kusmile yenyewe ni tabu. Hakuwa namna hii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuwa hivi. Ma kana hakadha nabii sallallahu alayhi wasallam. Naam. Na mkeo akikuletea jambo, kwa mfano labda msaidiane katika kutengeneza dina au kutengeneza lunch, usione uzito. Alifanya hivyo aliye bora zaidi kushinda wanadamu wote, wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usione uzito. Wala usimwambie wewe unaniletea hii, kama wewe unajua mimi nani unaniletea mambo nikate vitunguu na nikate tamata. You think this is my job? Usiseme hivi. Kana nabii alayhi salatu wasalam yu'in azwajihi fi baitihi sallallahu alayhi wasallam. Nimeleza maana ya qudwa. Kwa hiyo unapodumu katika al-a'mal salihah, faida yake kubwa ni kwamba una taassi, unakuwa katika kiigizo na kielelezo chema cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo utaweza kuingia katika kutekeleza ile aya inayosema laqad kana lakum
في رسول الله أسوة حسنة. عائشة رضي الله عنها أنا سمع في الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. Mtume alayhi salatu wasallam alikuwa anapofanya amali yoyote ile itakayokuwa nzuri njema, athbatahu, hiyo amali ameithibitisha. Kwa hivyo kuanzia hiyo siku hiyo amali itaendelea mpaka kufa kwake. La yanqati, hakuna siku ile amali nzuri ataiacha. Hakadha kana nabii sallallahu alayhi wasallam. Hadithi nyingine yake Aisha inasema kana amaluhu sallallahu alayhi wasallam dima, ilikuwa amali yake ni ya kudumu. Kila amali akifanya alikuwa anadumu nayo sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na siku nyingine akamkemea mmoja katika sahaba zake Abdullah ibn Amr ibn al-As, akamwambia ya Abdullah, ewe Abdullah ibn Amr, la takun mithla fulan, usiwe kama fulani. Kana yaqumu min al-layl, huyo jamaa alikuwa akisimama usiku akiswali hapo zamani. Thumma taraka qiyam al-layl, alafu baada ya muda akaacha qiyam al-layl. Hapana, kishika qiyam al-layl, endelea na qiyam al-layl hata kama ni raka mbili kila fi kulli layla. Ukishika salawatu nafila, endelea na salatu nafila. Faida kubwa utaipata juu ya haya yote tuliyoyataja. Salahu madha? Salahul qalb, moyo wako utakuwa upo katika salah kila siku. Liannaka tudawim ala al-a'mal salihah, kwa sababu wewe unadumu katika amali nzuri. Na sababu kubwa ya moyo kuwa katika salah ni amali salih. Hakuna siri nyingine, ni amali salih. Hii ni sababu kubwa sana ya moyo kubaki katika salah aliyotaka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faida ya tano ya mwisho, ikhwani alkiram, anayoipata Muislamu idha dawama ala al-a'mal salihah, an-najatu inda ashadaid, ni Allah subhanahu wa ta'ala kwamba atakuwa anakuokoa, anakutoa, anakuvua wakati anapokuwa Muislamu katika shadaid, katika shida, katika dhiki. Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia katika hadithi alladhi rawahu at-Tabarani wal Hakim, asema sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha. Kalia maneno ya balagha, maneno mazuri matamu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jitambulishe, identify yourself, jijulishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala wewe ni nani fi ar-rakha, wakati unapokuwa katika raha, wakati unapokuwa katika hali nzuri. Tumia fursa hiyo kumjulisha, kujijulisha wewe, kujitambulisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Man ant, na kaifa tuarif nafsaka ila Allah, unajitambulisha vipi kwa Allah subhanahu? Unajitambulisha bil a'mal salihah min al-fara'id wan nawafil, ambazo unadumu nazo. Haya ndio ambayo yatakuleta karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hiyo ndio njia ya kujitambulisha kwa Allah subhanahu. Sasa wakati wa raha ni ule wakati ambao Muislamu yupo katika hali nzuri, yupo sawa, huna shida, huna dhiki. Sasa wakati umejitambulisha kwa Allah azza wa jalla fi raha, natija mahia yaarifka fi shidda, na Allah subhanahu wa ta'ala atakujua wakati wa shida. Maneno haya katika maisha ya Waislamu wengi ni kinyume chake. Ni kinyume chake. Ni kwamba Waislamu baadhi au wengi katika Waislamu wale wasioelewa mafunzo kama haya, wanapokuwa katika hali nzuri na hali za starehe na hali za kufurahisha, huwa hawamjui Allah subhanahu wa ta'ala, wala hawajitambulishi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa amali saliha wala jambo lolote, kwa kuona kwamba yeye yupo sawa, ana shida. Sasa mimi niingie msikitini ni swali niombe kazi gani? Pesa, kazi ninayo nzuri, pesa inaingia vizuri, nyinyi ndio mna shida jamani, nenda kaombe, mimi sina haja. Anaona kwamba la yahitaji ila an yataarrafa ila Allah subhanahu wa yad'uwa, kumomba Allah subhanahu wa ta'ala na kunyenyekea kwake, kwa sababu anaona kiakili na kwa ufahamu wake kwamba yupo katika raha. Sasa mwanadamu kama huyo, tatizo ni kwamba anapokuwa katika shida, sasa ndio anarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ilivyo kwa mwanadamu, wako Waislamu au wako waja wengi ambao anapoonjwa na msiba,
anapoonjwa na mkasa au tabu, ndipo pale anakimbia, anamjua Allah subhanahu wa ta'ala sasa ni nani. Dua kwa wingi, dua kwa wingi, na hata dua zake peke yake hazitoshi. Leteni wa sheikh na maimamu waje wanisome. Pengine muislamu huyo labda alipokuwa katika hali nzuri hakuwa anamtambua Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu vile inavyotakiwa. Kwa hiyo faida kubwa anaipata kadhalika muislamu na matunda ni kwamba idha dawama ala al-amal salih, anapodumu katika amali salihah, wakati wake wa shida Allah azza wa jalla pale atakuwa ni mwenye kumtoa na kumvua katika shida ile. Angalieni maisha ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, walikuwa wakiishi vipi? Hakuna shida isipokuwa Allah azza wa jalla ilikuwa pale shida ile akiondoa. Dhiki amefikwa nayo, Allah subhanahu wa ta'ala pale dhiki ile anaingoa, kwa sababu ya kudumu kwao na amali salih na ukaribu wao na Allah subhanahu jalla wa ala. Tukisongea katika sababu ya pili, sababu thani katika sababu za salah alqulub ni almusara'atu fi alkhairat, ni muislamu kufanya pupa katika mambo ya khairi. Nafsi ya mwanadamu vile ilivyoumbwa ni nafsi nzito. Haya ndio maumbile ya nafsi. Ukitaka kujua nafsi yako ya kibinadamu ni kwamba angalia jambo la khairi, utaona kawaida nafsi yako ni nzito kuingia katika lile jambo la khairi, ni mpaka uilazimishe, mpaka uisukume. Hivi ndivyo nafsi ilivyoumbwa. Inakwenda kwa msukumo, inakwenda kwa nguvu na kubebwa kwa raghman an anfiha. Ile nafsi mpaka isukume kwa nguvu ndipo inapokwenda. Ndio kawaida ya maumbile ya nafsi ya mwanadamu. Katika jumla ya sifa za nafsi ndani ya Qur'an, Allah azza wa jalla ameielezea nafsi kwa sifa 3 au zaidi ya hapo, lakini sifa 3 ndio mashuhuri zaidi. Nafsi imetambulishwa na sifa ya itminan, ya ayatuha nafsu almutmainna. Sifa ya kwanza, sifa ya utulivu. Sifa ya pili ya nafsi ndani ya Qur'an ni sifa ya nafsi kwamba inajilaumu saa zote. Wala uqsimu bin nafsi allawama. Na sifa ya tatu ya nafsi ni kwamba nafsi kawaida ina sifa ya kuamrisha maovu. Na hii ndio nafsi ya wanadamu na waja wengi sana. Wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna ni harfu at-tawkid. Harfu at-tawkid. Haya ni maneno yametiliwa nguvu. Inna nafsa la ammaratun, na amara ni sigha mubalagha. Haya haijasema inna nafsa la amiratun bisu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Amara ni sigha mubalagha, na sigha mubalagha inapokuja inamaanisha kwamba hiyo ndio sifa yake kwa wingi. Tunaye mtaalamu wa lugha ya Kiarabu hapa, walillahi alhamdu wal minna, maamuma na waislamu wa msikiti huu. Alhamdulillah, mna neema nzuri ya imamu wetu hapa, ni mutakhassis katika lugha ya Kiarabu. Jazakallahu khairan, na Allah mzidishe ilmu na fahamu inshallah, ilman nafi'an wa al-amal bihi inshallah ta'ala. Kwa hivyo pengine wakati mwingine atawaeleza masala ya sigha mubalagha. Kwa nafsi kwa wingi, yani nafsi kwa mara nyingi sana katika maisha ya Muislamu inakupelekea katika mambo maovu. Kwa hivyo mpaka uisukume, uitoe katika mambo mabaya, uitoe katika shahawat, uitoe katika starehe, uipeleke msikitini. Wewe fanya experiment nyumbani. Kuna simu hapa, kuna na msahafu. Kuna simu, kuna na msahafu. Ipi ndio inayoshikwa sana nyumbani? Simu. Ukifungua simu unasoma msahafu ndani ya simu au unaangalia nini? Tuambie Sheikh. Mada tanzur fil jawal? Mitandao. Asante. Sasa nafsi pale, kumbuka wakati ule upo katika mapambano ya nafsi. Nafsi inakwambia huo msahafu baadaye.
Msahafu uko hapa, uende pahali, msahafu si uko hapa. Unaona? Sasa lakini hapa pengine kuna news tayari imeingia, sasa hii ni breaking. It's breaking news. Unataka kujua mambo sasa hivi yametokea, kitu gani kinaendelea sasa hivi, sijui kuna nini katika akaunti, sijui kumetokea nini, kuna WhatsApp, kuna mambo, kuna balaa. Nafsi inakupeleka huku, inakutoa katika qiraatul Qur'an. Na hivyo kila siku ukitamaka Muislamu amepitwa na wiki nzima hajaangalia msahafu. Mwingine anapitwa na mwezi mzima hajaangalia msahafu, hajafungua, hata kufungua hivi hajapata nafasi, kwa sababu ya simu, kwa sababu ya WhatsApp, kwa sababu ya Facebook, kwa sababu ya breaking news. Nafsi inapigana na Muislamu ili usiende katika musara'a fil khairat. Hapa ndio maana tunazungumzia mambo ya musara'a fil khairat, sababu mambo ya khair lazima uyakimbilie. Bila kuyakimbilia utapitwa. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka tuyakimbilie mambo ya khairat. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuhimiza katika mambo ya khairat tukimbie. Lafzi ya Mtume alayhi salatu wasallam inasema badiru bil a'mali as-salihah, fanyeni bidii na haraka katika kufanya mambo mema. Anatoa sababu, anatoa reason na rationale Mtume alayhi wasallam kwa nini anasema neno haya. Kwa nini anatuambia badiru bil a'mali salih? Enyi Waislamu, katika mambo mazuri na mambo mema kimbieni. Fanya haraka katika kufanya mambo mema. Hakuna mambo ya kusita, hakuna mambo ya kufikiria. Madam amal salih ni jambo zuri au jambo jema, sari' kimbia. Ma sababu ya Rasulullah? Sababu anaeleza Mtume alayhi salam, anasema fasatakunu fitan kaqita'in min al-layl al-mudhlim, kwa sababu huko mbele ya maisha ya Muislamu atakuja kupambana na fitan nyingi sana, fitan ambazo zitakuwa ni kama giza la usiku. Muislamu analala mu'min, anaweza kuamka akiwa katika hali nyingine ni kafir. Haya ni mambo yapo. Fitan zipo nyingi sana, vishawishi vipo vingi sana, distractors, mambo ambayo yanamtoa Muislamu katika dira, katika njia ya sawa, nyingi sana. Kuanzia watoto wadogo tunaowazaa sasa hivi, na hasa hawa ambao wamezaliwa sasa hivi katika generation hii ya sasa. Angaa ile generation iliyopita wakati wa nyuma kidogo walisalimika. Sisi katika generation yetu tukizaliwa tukiwa wadogo, hatujui simu, hatujui kompyuta, hatujui laptop, hatujui iPad, hatujui lolote. Lakini watoto wadogo leo na miaka 2 anajua iPad, anajua namna gani kuifungua na app zake zote zilizopo ndani anazijua kwa majina. Anakufungulia hii, anakufungulia. Fitan. Kuna games zimeletwa katika vifaa kama hivi. Games nyingi sana ni za uovu na za ubaya. Kuna game inaitwa Grand Theft, watoto wanacheza, ni game za PlayStation hizi. Hii game lengo lake kubwa sana kwa watoto ni kufundishwa namna gani, wanapewa mafunzo vipi utaiba gari. Vipi utaiba gari. Na ikiwa kuna mtu amekuzuia na kuiba lile gari, unamshutu, unamua. Hiyo ndio game ya Grand Theft. Kwa hivyo hiyo ndio kazi mtoto anafanya. Na nyingine ya mauaji, na nyingine mambo mengine machafu mabaya. Hakuna kitu chochote cha faida mtoto anapata. Fitan kaqita'in min al-layl al-mudhlim. Sasa fitan kama hizi zimetanda na zimeenea leo katika maisha yetu. Vipi tunaweza sisi kujitoa katika mambo kama haya? Kwa hiyo moja katika njia ambayo Mtume alayhi salam ametufundisha, atuambia badiru bil a'mali salih. Katika amali salih, ayuha muslim, fanya bidii uende ukatekeleze. Ukipata fursa ya kufanya amali yoyote nzuri, hata siku moja usiseme nitaifanya kesho, au nitaifanya wiki ijayo, au nitaifanya mwezi ujao. Kwa sababu hujui baina yako hivi dakika hii na masaa 24 yatakayokuja kitu gani kitatokea katikati, ikawa ni sababu ya wewe kutofanya khairi ile.
kutaingia vishawishi vingi, kutaingia muthabbitat, kutaingia araqil, kutaingia hawajiz, kutaingia mawani', kutaingia vitu vingi ambavyo vitakuzuia na kufanya ile khairi. Kwa hivyo ukiona amal salih badir, fanya hapo hapo ikiwa una uwezo. Labda ikiwa huna uwezo, unasubiri upate uwezo, hayo ni mambo mengine. Faida yake ya kwanza, Mtume SAW, faida matunda ya almusara'a fil khairat. Matunda ya kwanza ni kwamba almusari'una fil khairat, almubadiruna bil khairat ni watu waliosifiwa na Allah azza wa jalla kwamba ni waumini wa kweli. Hadi thamara ula wa ma a'zamaha min thamara, matunda makubwa sana. المسارعون في الخيرات وصفوا في كتاب الله عز وجل بأنهم هم المؤمنون الخلص، wao ndio waumini wa kweli. Ukitaka kumjua muumini wa kweli, miongoni mwa alama zake utamwona anakimbilia mambo ya khair. Katika mambo ya khair hakuna kusita, hakuna mambo ya kufikiria. Wewe angalia wale sahaba wa Mtume SAW, yale mambo makubwa waliyafanya kutokamana na musara'a fil khairat. Jambo la khairi linahitajika sasa hivi, linafanywa hapo hapo, linamalizwa. Mambo ya maisha, nitafuta khairi nyingine. Hakadha kana salafu as-salih wa man tabi'ahum bi ihsan. Na sisi pia kadhalika tutakiwa tufuate barabara hiyo. Yakulu al-haqq tabaraka wa ta'ala, anatueleza kuhusu ahli al-kitab, wale ambao ni waumini wa ukweli. Laisu sawaan, sio sawa hao waliotajwa nyuma na hawa ambao sasa hivi Allah azza wa jalla atawaeleza katika ahlul kitab. Katika ahlul kitab pia kuna wema na kuna waovu, kama ambavyo Waislamu kuna Waislamu wema na Waislamu waovu. Kwa hivyo msifikiri ahlul kitab katika Mayahudi na Manasara wote ni waovu, hapana. Wako ambao ni wema, Allah azza wa jalla amewataja ndani ya kitabu chake cha Qur'an. Laisu sawaan min ahli alkitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. أروديا ويسارعون في الخيرات. صفة za waumini wa kweli, miongoni mwa sifa zao wanakimbilia mambo ya khairi. Kwa hata katika ahlul kitab pia walikuweko watu waliokuwa wanamwabudu Allah azza wa jalla kiukweli, wanamwamini kiuhakika, na walikuwa wanaswali usiku kama vile wewe unaswali usiku. Yatluna ayati llahi ana al-layl wa hum yasjudun yu'minuna billahi, wanamwamini Allah azza wa jalla wal yawmil akhir, na siku ya mwisho. Wayamuruna bil ma'ruf, wanaamrishana mema. Wayanhauna 'anil munkar, na wanakatazana maovu. Wayusari'una fil khairat, na wanakimbia katika mambo ya khairi kuyatekeleza kwa haraka. Hao ndio watu ambao mina salihina, katika watu wema. Waumini nao kadhalika katika umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam pia wamesifiwa hivyo hivyo. Walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Ni ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na muna katika ummati Muhammad wale ambao yu'tuna ma atau, wanatoa katika mambo mema, katika mambo ya khairi, wanatoa kila ambacho Allah azza wa jalla amewaruzuku, wanaweza kutoa, wao wanatoa. Yu'tuna ma atau, infaq, sadaqat. Na hii dini inasimama bil mal wal hal, bin nafsi wal mal. Hii dini haijasimama kwa nafsi peke yake, imesimama kwa nafsi na mali. Ndio maana unaona aya zote za jihadi takriban inasema wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna la budda min an-nafsi wal mal. Kwa hiyo hawa ni wanatoa kadhalika, yutuna ma atau, wanatoa katika yale ambayo Allah azza wa jalla amewapa. Hapa msikitini panahitajika hivi, watu wanatoa. Jamani, kuna bili ya msikiti kidogo hapa imetushinda, wanatoa. Madrasa hapa wanatoa.
mambo ya khairi yanahitajika unatoa. Walimu hao wanafundisha watoto katika katatib, katika vyuo vya madaris ya Qur'ani na mambo mengine ya khairi yanayonufaisha watoto wa Kiislamu, hawana malipo, tunasaidia. Yutuna ma atu. Lakini hawa waislamu yutuna ma atu, kuna jambo la kushangaza kubwa sana. Qur'ani Allah Azza wa Jalla anatuambia wa qulubuhum wajila. Wa qulubuhum wajila. Wakati wanafanya hizi khairati, mpaka kule kutoa kwao wanatoa hali ya kuwa mioyo yao ipo katika hofu. Annahum ila rabbihim raji'un, ya kwamba watarudi kwa Mola wao kuhesabiwa. Haya maneno magumu. Aisha radhiallahu anha na baadhi ya sahaba waliposikia aya hii walitaka tafsiri yake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana ni aya ngumu kuielewa. Aisha kumuuliza Mtume alayhi salam, hawa watu waliotajwa hapa kwamba wanatoa ikiwa mioyo yao iko na hofu, ina hofu, wewe utatoa vipi moyo wako kuna hofu? Kwa Aisha kauliza, je, hawa watu waliokusudiwa katika hii aya ni wale ambao wanatoa katika khairat, wanafanya mambo ya sadakati kwa wingi, na halafu huku wana mambo mengine ya makosa na madhambi walioyafanya? Sasa wanaogopea kwamba siku ya kiyama zisije zile sadaka zao zikawa zikukubaliwa kwa sababu ya yale madhambi walioyafanya. Hivyo ndivyo walivyofahamu baadhi ya sahaba hii aya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasahihisha huo ufahamu, akamwambia hapana, sio hiyo maana yake. Hii aya haimaanishi hivyo. Hii aya maana yake ni kwamba wale wanaotoa wa qulubuhum wajila, na mioyo yao ipo katika hofu ya kwamba je, sisi kutoa kwetu huku Allah atakubali ama hatakubali. Yani wanatoa na bado Muislamu ana hofu iwapo Allah Azza wa Jalla atakubali sadaka zao, atakubali khairat zao, atakubali infaq yao. Angalia kipimo cha imani kipo daraja gani. Alafu kuna waislamu wengine huko wanatoa kisha wanajigamba kwamba wametoa, alafu anajifakhiri kwamba anatoa, pamoja na udhia juu ya yule aliyepewa, pamoja na maneno mingi ya maudhi mabaya juu ya kule kutoa kwake. Anaingia pale msikitini, anawaambia nyinyi, anaambia wale kamati ya msikiti, nyinyi kama sio mimi kulipa ili singekuwa mnaswali katika giza sahihi hapa, hamniambia hata thank you. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حميد والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. Haya mambo yanaharibu. Sasa hawa waislamu sio namna hiyo. Hawa ni waislamu wanatoa, na wakati huo yeye anaogopea ikiwa sadaka zake zitakubaliwa au la. Matunda mengine ikhwani ya almusara'a fil khairat, tumetaja matunda gani ya almusara'a fil khairat? ahsant, annahum humul mu'minuna al-khullas. Matunda mengine at-ta'assi bin nabii sallallahu alaihi wasallam, ni kufuata mwenendo wa mtume alayhi salatu wasalam na barabara ya mtume wetu salawatu rabbi wasalamu alayhi. Uqba radhiyallahu anhu, sahaba wa mtume, anasema siku moja sallaitu waraa an-nabii sallallahu alayhi wasallam salat al-asr, siku moja nilisali nyuma ya mtume salatu al-asr sallallahu alayhi wasallam. Fasallama, baada kutoa salamu, qama musri'an ila hujari baadhi azwajihi. Baada kutoa salamu ya salatu al-asr, mtume akasimama akatoka mbio kwenda kuelekea katika vyumba vya baadhi ya wakeze. Fataajaba alqawm, jamaa walikuwa msikitini, sahaba wakastajabu, mbona mtume katoka mbio hivi leo, kuna nini? Wakiwa pale wametulia wameshangaa, akarudi mtume alayhi salatu wasalam. Aliporudi akawaambia, tadhakkartu tibran kana indi, baada ya sala sasa hivi nimekumbuka kwamba kuna dhahabu ambayo nimeiweka nyumbani, imeletwa ili ipate kutolewa sadaqat. Fa amartu biqismatihi, sasa hivi ndio nimekimbia mbio ili niende nikatoe oda na amri ya kuganyizwa dhahabu hiyo katika sadaqat, watu wapewe.
yani ameikumbuka pale baada sala mubasharatan, alikimbia, alinyanyuka mbio mtume, musri'an. Uqba anasema faqama musri'an, kutoka mbio, ili tuoneshwe kwa mfano na kwa vitendo na kwa action vipi inakuwa almusara'a fil khairat. Ingelikuwa mtu mwingine labda angesema iko nyumbani, wacha baadaye inshallah, wacha nimalize sala yangu vizuri, nimalize adhkari zangu vizuri inshallah, nikirudi nyumbani baadaye nitakwenda kuangalia mambo ya zile sadaka ambazo zimeletwa nyumbani. Alipoikumbuka pale pale asra'a an-nabii sallallahu alaihi wasallam, na huo ni mfano mzuri mkubwa sana wa mtume alayhi salatu wasalam kutufundisha sisi bab al-mubadara bil a'mal salihah na al-musara'a fi al-khairat. Haya maudhui tuyasimamishe hapa, na ili leo angalau kwa vile tumetoa ahadi tutapokea maswali angalau dakika 5 inshallah taala, 5 au 6 7, kwa sababu ya imam kama alivyoeleza. Tutapokea maswali kidogo kwa sababu ya wakati, tuchonge wakati pia, pengine kuna ndugu zetu wengine labda wanatoka mbali, tusiwacheleweshe zaidi inshallah taala. Na inshallah taala katika jalsa ya kesho tutakamilisha inshallah taala, alafu tutatoa kadhalika pia nafasi nyingine ya maswali kubwa zaidi katika darasa ya kesho. Naam, asante, barakallahu fik. Masala ya kuchanganya swala kwa ajili ya mvua, tuna umuhimu wa kufahamu kwanza kwamba swala inapochanganywa huwa kuna sababu ya msingi ambayo imeegemewa katika sheria kabla ya kuangalia haya yanayotajwa sasa hivi katika masala ya mvua na mengineyo. Kwa mfano, swala inachanganywa kwa sababu ya safari, swala inachanganywa kwa sababu ya mvua kama hivi umetaja. Sasa turudi, tukija katika upande wa fiqhi, ni muhimu sana kwanza kuelewa lengo au hikma kubwa ya kule Muislamu kupewa ruhusa ya kuchanganya. Utagundua unaposoma vitabu vya fiqhi na maneno ya wanazuoni kutokamana na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, utakuja kugundua kwamba hikma kubwa ya kuchanganya swala, iwe kwa musafir au kwa katika hali ya mvua au sababu nyingine yoyote ambayo inapelekea kuchanganya. Kule kuchanganya swala kunazunguka katika kadhia moja ambayo inaitwa daf'u al-mashaqqa, kuondoa uzito. Kwa hiyo hili ndio tamko ambalo sasa sisi litatupa mwangaza katika kueleza jawabu ya swala hili, kwamba madhumuni ya kuchanganya swala ni kuondoa mashaka. Kwa sababu msafiri anapokuwa katika safari ni hatua, kuna mashaka mingi msafiri anapata. Kwa hiyo ndio maana amepewa ruhusa na yeye pia kuchanganya. Na vile vile katika hali ya mvua kumepatikaniwa kwamba kuna mashaka, na ndio maana kukatoka ruhusa ya kuchanganya. Sasa labda tukija katika masala ya kwamba ni mvua ya kiasi gani, jawabu itakuwa ni rahisi, na jawabu yake ni kwamba mvua ambayo inapelekea katika mashaka. Mvua ambayo inapelekea katika mashaka. Mashaka gani? Mashaka ya Waislamu kutoka msikitini baada ya salatul maghribi, waende zao nyumbani na warudi tena salatul isha. Kwa hivyo ni kuweko na mvua ambayo itawapa Waislamu mashaka, uzito wa kwenda nyumbani na kurudi tena kutokamana na hali ya ile mvua. Sasa tukielezana mimi na wewe, ikiwa pametanda mawingu tu na manyunyu yale ya mbali namna hii, sasa kutokamana na haya maneno, kweli patakuwa pana mashaka ya Waislamu kutoka baada ya maghribi waende nyumbani alafu rudi isha? Jawabu, hakuna mashaka. Kwa maana hii kipimo zaidi ni masala ya mashaka, yani tunaangalia ni mvua ya kiasi kwamba je, imefika kiwango au kiasi cha kwamba Waislamu wamepata uzito kwenda nyumbani baada ya maghrib na kurudi tena baada wakati wa isha au la. Kwa hivyo ikiwa ni mvua inanyesha ambayo ni nzito, na wakati ule sisi tunataka kufanya jamu
bado mvua inaendelea kuteremka kwa wingi. Lao Waislamu watatoka sasa hivi, sisi tuna imani ni kwamba watatoka katika hali ya matope. Watanyeshewa na mvua, kwanza watatota mvua, pili watakuwa na kanyaga matope paka huko nyumbani wakifika, na pengine watarudi kadhalika hali ya kuwa mvua bado inaendelea. Ndipo kukatoka ruhusa ya kuchanganya. Sasa nataka hapa kidogo uwe makini nami. Kukatoka ruhusa ya kuchanganya swala. Kuchanganya swala, kitendo cha kuchanganya swala mbili pamoja ni ruhusa, na inabaki kwamba ni hapo ni ruhusa, wala haizingatiwi kwamba ni sunna amefanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. La, hii ni ruhusa. Kwa maana hii huwezi kuja kwa imam mathalan ambaye hajachanganya swala ukamwambia wewe umevunja sunna. Hajavunja sunna, ni kwamba huyo imam hajafuata ile ruhusa iliyotolewa katika sheria. Na katika masala ya ruhusa, imam anaweza kufuata ruhusa au hawezi kufuata ruhusa, ingawa la muhimu na msingi zaidi ni kuangalia hali za maamum ili asiwatie katika uzito. Kwa hivyo ni vyema au niseme ni vizuri zaidi imam azingatie zaidi hali za maamuma, kuangalia kwamba maamuma wanakaa katika majumba kidogo yapo mbali, na pengine wengi wao pia hawana usafiri. Kwa hivyo hao jamaa wakitoka wakitembea nyumbani na kurudi itakuwa kwao ni uzito. Kwa hivyo ni vizuri imamu yule afuate ile ruhusa, lakini si kwamba ni lazima afuate ile ruhusa. Au asipofuata ile ruhusa atakuwa amevunja sunna ya Mtume alayhi. Laysa sunna, hadhihi rukhsa. Hii ni ruhusa ambayo imetolewa katika sheria. Umenifahamu? Kwa maana kwamba Muislam anaweza, mvua ikawa inanyesha ukachanganya, unaweza usichanganye, masala inarudi katika imam vile atakavyoamua, lakini ubora zaidi na aula zaidi kufuata ile ruhusa ili kuwatoa Waislamu katika mashaka. Na kiwango cha mvua kama nilivyokueleza ni mvua ambayo itawapa Waislamu tabu kutoka na kurudi. Swali la pili ni kwamba ikiwa upo nyumbani na mvua inanyesha. Sasa hapa hili swali linagawanyika mara mbili. Ikiwa hii mvua imeanza kabla ya swala ya kwanza, yani ni magharibi. Hapa tuna swala mbili, maghrib na isha. Ikiwa mvua imeanza kabla ya salatul maghrib, lakini wakati salatul maghrib tunataka kuswali, wapo Waislamu tayari washafika wakati mvua imenyesha, labda hao wamekuja kabla. Lakini wakati tunataka kuswali, tunataka kuadhini, mvua inateremka tayari. Sasa hapa kuna mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mwongozo ni kwamba muadhini katika hali hii, katika adhana yake, atawatangazia Waislamu ya kwamba waswali wapi? Waswali nyumbani. Kwa hivyo katika adhana atasema as-salatu fi rihal au sallu fi rihalikum, swalini majumbani kwenu au swala nyumbani. Umenifahamu mpaka hapo? Lakini ikiwa mathalan mvua imeteremka wakati watu wanaswali, wakati kiadhini bado mvua, kwa hivyo Waislamu wamekuja msikitini kuswali, wewe umechelewa, sasa ndio ile swala la pili. Umefika msikitini, jamaa wacha swali na walikuwa wamechanganya maghrib na isha. Wewe wakati unaswali peke yako, unaswali peke yako, umekuja msikitini, swali lako ni kwamba na wewe je, unafaa kuchanganya au hufai kuchanganya? Naam, na mvua imeisha. Naam, wakati mvua imeisha, kumbuka tunachanganya kwa sababu ya mvua. Walhukmu mutaalliqun bisababi yaduru ma'ahu haythu dar. Hukmu kawaida inafungamanishwa na sababu. Sasa sababu ya sisi kuchanganya ilikuwa ni mvua. Sasa hivi mvua imekatika, hamna sababu tena ya kuchanganya. Kwa hivyo pale wewe utaswali magharibi peke yake. Baada ya salatul maghribi utatoka kama ulivyotaja, utaangalia msikiti mwingine pale karibu ambao labda wao hawakuchanganya, utakwenda kuswali salatul isha. Sababu ile sababu ya wale waliochanganya kuchanganya, wewe huna ile sababu. Inqata al-matar, na mvua ikikatika hakuna tena kuchanganya swala. Mathalan tumeswali maghrib, ilikuwa mvua inanyesha, tukitoa salamu mvua imesimama, iko jamu? Hakuna jamu, لأن المطر قد انقطع. Tunafanya jamu, tunaingia katika salatul isha wakati mvua bado inateremka. Hatutabiri, hatusemi kwamba hata kama inkatika lakini itanyesha, si unaona mawingu jamani? Hatufanye hivyo.
هذا خطأ. هذا خطأ. لا بد من استمرار المطر عند الدخول في الصلاة الثانية. iwe ile mvua bado inaendelea wakati waislamu wanaingia katika sala ya pili ya Isha. Ikikatika katika sala ya pili hamna shida. Lakini tulifunga salat takbiratul ihram wakati mvua ina wala tutabiri. Sawa? Naam. Si vizuri Muislamu kuswali katika msikiti ambao ndani ya compound ya msikiti kuna kaburi. Ndani ya compound ya msikiti kuna kaburi. Kwa hivyo msikiti kama huo una avoid. Uswali katika msikiti kama huo, unaangalia msikiti ambao hauna kaburi ndani yake. Maana Mtume alayhi salam ameharamisha swala kuwepo katika upande wa makaburi au kuswali katika sehemu maeneo ya makaburi. Isipokuwa ikiwa pengine kaburi lipo karibu na msikiti, lakini kuna two different compounds. Yani lile kaburi lina ukuta wake wa separation na msikiti kadhalika una ukuta wake wa separation. Hii ni compound nyingine na hii ni compound nyingine. Haya ni masala tofauti. Lakini tunazungumzia kaburi linapokuwa ndani ya compound ya msikiti, una avoid. Asante. Naam. Brother Arafat. Ndugu yangu Arafat ana swali zuri, anasema anauliza masala ya dunia kwamba inazunguka. Je, Qur'ani inazungumzia kwamba dunia inazunguka au la? Na nipomuuliza akaendelea mbele akaja katika lengo la hili swali, ni kwamba sasa hivi watoto wetu wengi wa Kiislamu kama tunavyojua wanasoma katika mashule. Wakiwa mashuleni wanafundishwa elimu za science. Na ndani ya elimu za science hizi ambazo watoto wetu wanafundishwa, kuna mambo mengine ni ya sawa na mengine sio ya sawa. Na ndio maana wakati wa nyuma, miaka mingi nyuma, tulikuwa tukihimiza sana, na mpaka hivi leo tunahimiza sana watoto wetu wa Kiislamu wasiachilie, wasipuuze mambo ya kusomesha, kazi za kusomesha, hata haya masomo mengine ambayo yanaonekana kwamba ni masomo labda sio ya umuhimu, lakini kwa hakika ni masomo muhimu, yana umuhimu wake, yana faida yake kubwa, kama elimu hizi za science na nyinginezo. Faida yake moja kubwa ni kwamba elimu hizi zikisomeshwa na Muislamu ambaye amepata misingi ya dini, amepata misingi ya masomo ya dini ya akida na sunna na Qur'ani, ataweza kuelekeza watoto wa Kiislamu ambao wanawasomesha, kando na yale yaliyoandikwa ndani ya vitabu na syllabus, atawaonesha usahihi wa ile elimu. Elimu hii katika vitabu imeandikwa hivi, lakini nyinyi sasa kama Waislamu, mimi nawafundisha kama Waislamu mjue hivi na hivi na hivi kulingana na akida yenu ya Kiislamu. Hapa ndipo kunatokamana umuhimu wa maneno kama haya. Kwa hiyo tukirudi kwa swali la ndugu yetu, anasema kwamba kutokamana na hizi science ambazo tunazisoma, kuna mambo mengine kwa hakika ni kweli kama alivyotaja ni mambo ya makosa moja kwa moja, na ni mambo ya batili, mambo ya upotofu, kama ile nadharia inayodai kwamba mwanadamu ametokamana na tumbili, inaitwa nadharia ya Darwin theory. Mambo ya batili, mambo ya upotofu, lakini watoto wanasomeshwa katika mashule ya secondary. Hii ni biology, iko katika secondary, inasomeshwa kama si form 1, pengine form 2 au form 3, ipo ndani ya syllabus. Sijui kama mpaka leo iko Darwin theory. Kwa hiyo mtoto ambaye hajapata misingi ya dini na misingi ya Qur'ani anaweza kuathirika na maneno kama haya mabaya, akadhani au akafikiria pengine ni kweli binadamu ametokamana na nyani, ametokamana na aina fulani ya nyani ambaye amepewa majina mbalimbali, Homo erectus, kisha akabadilika kawa Homo sapiens nini, tangu alikuwa amebendi hivi mpaka akawa sasa anatembea akiwa straight. Lakini Qur'ani imebatilisha maneno kama haya ya upotofu. Sasa swali lake likawa ni upande wa dunia, mzunguko wa dunia inazunguka ama izunguki. Qur'an inatueleza katika sehemu mbalimbali. Aya ya kwanza inasema yukawwiru al-laila 'ala an-nahari wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layl. Allah subhanahu wa ta'ala anauchukua usiku
anauvalisha katika mchana katika hali ya duara, na mchana unavalishwa katika usiku katika hali ya duara. Yukawiru inatokamana na takwir, na takwir ni kitu ambacho kimekaa round. Aya hii unaishikanisha na aya nyingine iliyoko katika suratul Furqan, inasema tabarakalladhi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan. Allah azza wa jalla amejalia usiku na mchana inafuatana na inapishana. Kwa hivyo usiku na mchana iko katika hali ya kupishana au kuzunguka. Usiku unapotoka unakuja mchana, na mchana ukitoka unakuja usiku, khilfatan. Yani kila moja inafuata mwenziwe, lakini kufuatwa kwake ni kwamba inavalishwa kwa mwingine. Ukichanganya hizi aya mbili unapata faida mbili kubwa ambazo zinahusiana na elimu za mbingu na ardhi. Tukitoka katika mambo ya, hatuzungumzi mambo ya science, tunazungumza mambo ya haqaiq Qur'aniyya katika elimu ya tafsiri ambayo tulikuwa tunaendelea nayo katika vikao vyetu vya majalis ya tafsiri kule Mombasa katika msikiti wa Luta. Haya maudhui tuliyozungumza kwa kirefu chini ya tafsiri ya aya ya suratul Baqara inayosema inna fi khalqi samawati wal ardh wa ikhtilafi al-layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wama anzala Allahu minas samaa min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. katika tafsiri ya hii aya tulikaa kwa muda mrefu tunazungumzia haqaiq Qur'aniyya, facts za Qur'an. Kwa hivyo katika Uislamu tutofautisha mambo mawili, kuna mambo ya science, kuna na facts za Qur'an. Qur'an imetupa facts ambazo facts hizi hatuji sisi kuangalia je zinashikana au zinalingana na science au la. Hatuna haja ya science, kwa sababu Allah azza wa jalla alitueleza hizi facts, yeye ndiye muumba wa hivi viumbe. Kwa maneno yake ndio ya sawa zaidi na ndio ya haki zaidi kumshinda mwanadamu ambaye hajui lolote kuhusu maumbile haya makubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika jumla ya haqaiq za dunia tulitaja hizi haqaiq ya kwamba hizi aya mbili ukizichanganya unapata kwamba dunia ipo katika hali ya duara moja, na pili ipo katika hali hiyo ya mzunguko wa kwamba usiku unazunguka mchana na mchana unazunguka usiku. So your keyword katika aya ya kwanza yukawiru, your keyword katika aya ya pili khilfatan. When you combine the two unakuta kwamba dunia iko katika hali hiyo ya mzunguko wa usiku na mchana. Tuko pamoja? Asante. Asante. Ndugu yetu anauliza hili swali la mwisho kwa sababu ya wakati, tutasimama hapa inshallah, na maswali yaliyobakia pengine tutapeleka katika darasa au majlis ya kesho inshallah. Ndugu yetu anauliza, mwananchi wa Kenya ana mtoto ambaye amemaliza form 4, anataka kujiunga na university, na mwananchi huyu analipa kodi kama alivyotaja, na nimependa huu utangulizi wake ni mzuri ili tuje tuelewe hapa mbele kwamba huyu mtoto ambaye anataka kusoma university, serikali kwa watoto ambao wanasoma university wanapewa mikopo inaitwa HELB, HELB. Hii ni mikopo ya serikali inapewa kwa wanafunzi wanaposoma katika vyuo vikuu, na wanapomaliza kusoma wakati wanafanya kazi wanalipa ile mikopo pamoja na riba. Serikali inaeleza kwamba kiwango cha riba ni kidogo sana, nadhani iko katika 4-5% au 6% kama hivyo, lakini ipo hiyo riba, mtoto analipa pamoja na ule mkopo aliochukua. Swali la ndugu yetu ni kwamba Muislamu kuchukua huu mkopo ni sawa au si sawa, inakubaliwa au ikubaliwi? Jawabu ni kwamba la yajuz, haikubaliki, ni muharram, ni haram kwa mtoto wa Kiislamu kuchukua mikopo sampuli hii, aina hii ambayo inatolewa kwa riba, alafu mtoto wa Kiislamu aje alipe ile mikopo ya riba. Ma yajuz. Sasa labda tuje katika solution ni nini? Suluhisho la kwanza ni Waislamu kwa sauti yao yote walioko katika nchi watume delegation, watafute representatives, wakiwemo viongozi wa siasa, wakiwemo viongozi wa dini,
wakiwemo viongozi wengine wanaohusika na wataalamu na watu wa education waende kwa serikali, waambie kitengo au wakiambie kitengo kinachohusika cha serikali kinachohusika na mambo haya ya mikopo, ya kwamba watoto wetu wa Kiislamu tunawataka wasome katika nchi hii, wapewe mikopo kama hiyo, lakini bila ya riba, sababu riba katika dini yetu ya Kiislamu ni haram, haikubaliki. Kwa hivyo kutengeneze system, kutengeneze mfumo, na serikali itoe nafasi baada ya maombi haya kupelekwa, na sioni kwamba itakuwa ni jambo zito. Waislamu walikwenda kwenye serikali wakaiambia kwamba sisi tunataka kufungua benki zetu za Kiislamu, benki ambazo hazitoi mikopo ya riba. Kwa hiyo tunataka mtupe leseni za kufungua benki hizi. Walipewa ama kupewa? Walipewa, alhamdulillah. Kwa hivyo na hili pia nalo Waislamu wakilipeleka mbele, mimi na imani kubwa serikali inaweza kuwasikiza na kuwatimizia haya ambayo wanataka kwao kuyatenda. Solution ya pili ambayo pia kadhalika inawezekana ni Waislamu kutengeneza mfumo wao wenyewe wa kutoa mikopo bila riba. Sasa hivi kuna baadhi ya taasisi, kama sijakosea, sikumbuki majina yake, lakini kuna taasisi kadhaa sasa hivi hapa nchini ambayo inatoa mikopo kwa watoto wa university zero interest, bila ya faida yote, hata 1%, hata 0.5% hamna. Unachukua kiwango maalum, unasoma, ukimaliza unalipa kiwango kile bila ya kuongeza kitu, bila ya kupunguza. Kwa hivyo kukiwa na taasisi kama hizi zikiwa nyingi ziweze kusaidia Waislamu kusoma katika vyuo vikuu, itakuwa ni jambo la kheri, ni jambo la busara. Kwa hivyo tushughulike katika hizi solution mbili, Waislamu wazifanyie kazi ili kupatikaniwe natija ya watoto wetu kusoma katika university. Naam Abdul, tumalizie. Sawa. Baada ya kidogo tutapata iko sawa. Hiyo nayo sala yake itakuwa vipi? Asante. Barakallahu fik. Katika fiqh ya Kiislamu kuna masharti ya swala yanagawanyika mara mbili. Kuna shurutu wujubi sala na kuna shurutu sihhati sala. Masharti ya kuwajibika kwa sala na kuna masharti ya kusihi kwa sala. Hili swali alilouliza ndugu yetu ni swali linaingia katika upande wa sehemu ya kwanza, shurutu wujubi sala, masharti ya swala kuwa ni wajibu. Sasa Muislamu ambaye amekuwa katika amepoteza fahamu katika koma, kwa mfano ameingizwa chumba cha operation theater siku moja, mbili au tatu au zaidi au kidogo, fahamu ikampotea. Siku fahamu yake itakaporudi, je, anaqidhi sala au aqidhi sala? Ndio swali la ndugu yetu. Tukiangalia katika orodha ya masharti ya kuwajibika kwa sala, sharti la kwanza katika fiqh ya Kiislamu ni al-Islam. Sharti la pili ni al-bulugh, kubaleghe. Haya ni masharti ya wujubi sala. Sharti la tatu ni al-aqlu, akili. Masharti haya matatu wanazuoni wa fiqh wakati mwingine wanayaleta kwa mukhtasari, wanakuambia at-taklif. Na ukisikia neno taklif katika fiqh, maana yake ni al-islamu wal-bulugh wal-aqlu. Sasa haya ni masharti ambayo yakiwepo swala inakuwa ni wajibu. Mmoja katika haya masharti yasipokuwepo, swala sio wajibu. Na ndio maana swala sio wajibu kwa mtoto mdogo ambaye hajabaligha. Si wajibu. Yu'mar bisala, mzazi wake anamwamrisha asali idha balagha 7 sinin wa yudhrab alaiha li10, lakini laysa ala annaha wajiba alayhi, la, yu'mar biha hatta yataawad alaiha. Anaamrishwa ili apate kuwa na uzoefu. Hakijakuwa wajibu. Inakuwa wajibu akishakuwa baligh, maana yake ndio sharti la kuwajibu. Na lingine ni al-aql. Sasa huyu aliyepotewa na fahamu, hana akili, kile kipindi ambacho alikuwa hana akili, kile kipindi chote swala kwake si wajibu. Idhan idha afaqa, ay idha raja'a ilayhi aqlu, akili yake inaporudi katika fahamu inaporudi, la yaqdi, haqidhi as-salawati al-fa'ita, zile swala zilizompita. Limadha? Li'annahu kana ghayra mukallafin, kwa sababu hakuwa mukallaf wakati ule. Limadha ghayr mukallaf? Ghayr aqil. Tumeelewana vizuri ikhwan? Kana ghayr aqil.
hivi alivyoeleza mzee wetu ndivyo inavyofanya kazi katika siyam kadhalika. Kuna wazee wengine mwezi wa Ramadhani ukifika ashapiswa akili imeruka. Unakuta baadhi ya Waislamu wanapiga simu na wanauliza mambo ya kibaba. Hamna kibaba ikhwan. Hakuna kulipa kibaba. Kibaba ni ile fidia inatolewa ya yule mtu ambaye hafungi. Sasa baadhi ya Waislamu wanauliza mimi na mzee mtu mzima akili zake tayari zisha ana tena fahamu. Sasa nimtolee vipi kibaba? Sheikh, mafi fidia. Lesh mafi fidia? Leo غير mukallaf. Sababu huyu mzee hana taklif ya kufunga siyam. Huyu mzee hana taklif. Kwa hivyo vile vile katika masala ya siyam, zile siku ambazo mtu katika koma akipata fahamu la yakdhi hadhi salawat lianahu lam yakun mukallafan, hakuwa na taklif wakati ule, ataendelea na swala za siku za mbele. Na vile vile swala la pili limeshikana kwamba wakati mwingine fahamu zinakuja, wakati mwingine fahamu zinaondoka. Kile kipindi ambacho fahamu zipo anaswali, fahamu zimepotea, tasqutu sala inaanguka. Wala tumwambie sasa salatu dhuhuri ilikuwa imekupita kidhi, la, huwa ma kana mukallafan. Wakati ule yeye alipopitwa na swala akiwa akili hana, hakuwa mukallaf. Na unaqidhi ukiwa ni mukallaf peke yake. Idha kunta ghayra mukallafin la taqdi. Kama ulikuwa na kipindi wewe hukuwa mukallaf, huwezi kuambiwa ulipe swala. Na ndio maana leo mtu akaja akasilimu, jamaa amesilimu leo ameingia katika Uislamu, ushasikia pale popote imam amwambia sasa wewe ulibalegha lini? Mimi nilibalegha miaka 5 mwenyewe. Sasa miaka 5 my friend, kuanzia leo utaanza kulipa swala. Ushawahi kusikia maneno haya? Ma yujad lesh lana aywa ma kana mukallafan, hakuwa mukallaf. Limadha غير mukallaf? ma kana musliman. Wa min shuruti wujubi as-salah al-islam ya kwanza. Kwa hivyo wakati wote ambapo mtu si mukallaf la yutalab bil qada, la yutalab bil qada. Naam, isipokuwa murtad akiwa mertadi muislam, ametoka katika dini ya Uislamu akakaa miaka 10, after 10 years akaona tena uongofu wa Uislamu na hidayah, akarudi katika Uislamu. Huyu sasa murtad, idha rajaa ila alislam, huyu ndiye ambaye anaqidhi sala za miaka 10 zote, yakdhiha wujuban, yakdhiha. ليش يقضيها؟ ها؟ نعم؟ تأديبا؟ لا، ليس تأديبا، لأنه ليس كافرا أصليا. هو ليس كافر أصلي، هذا مرتد، كان مسلما ثم خرج من الإسلام. نعم، هو ليس كافر أصلي، نهي حكم نفانا كازك وكافر أصلي فقط أما لم يسبق له الإسلام. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allah wa rasulih Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.